Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Watu wa Mungu, ni jambo jema sana kupata wasaa tena wa kuzungumza pamoja katika chaneli yetu hii inayofahamika kama Mungu Tumaini. Sasa katika siku hii ya leo tumepata somo moja ambalo Roho wa Mungu anatueleza kwamba tuweze kujifunza somo hili. Sehemu hii kwa ajili ya kutia. Hii si mwendelezo wa kusoma Biblia. Somo hili ni kwa ajili ya kutiana nguvu kutokana na wakati tuliopo. Katika wakati huu ambapo kwa upande wa Waislamu wanafanya funga ya Ramadhani, na kwa upande wa Wakristo walio wengi wanafanya pia mfungo kwa njia ya Kwaresma, basi ni wakati ambapo tunastahili kufahamu ni nini kinachoendelea. Lakini nafahamu pia Wakristo wengi kwa madhehebu tofauti tofauti, kwa imani zao tofauti tofauti kutokana na madhehebu yao, pia vile vile wanafanya funga za namna tofauti tofauti, wengine ikiwa ni kila wiki mara mbili, mara moja, kila mwezi na kadhalika na kadhalika. Kila dhehebu au kanisa limekuwa na utaratibu wake maalum wa kufanya ibada hii ya kufunga. Sasa mtumishi wa Mungu leo, Roho wa Mungu amenielekeza kwamba tuweze kujifunza kitu kidogo katika dakika hizi chache zisizozidi dakika 15. Basi watu wa Mungu, tufumbe macho tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu unaishi mbinguni, jina lako takatifu na litukuzwe sana. Tunafurahi sana Mungu wa mbinguni kwa sababu tunapata wasaa kuongea na wewe. Ni ukweli usiopingika kwamba wewe ndiwe tumaini pekee. Wewe ndiwe tumaini la kudumu, kwa sababu matumaini mengine yote yana kipindi maalum na yanakwisha haraka sana. Matumaini mengine yanaisha baada ya muda mfupi, lakini tumaini la kukutumaini wewe ni la sasa na la baada ya kufa kwetu na katika ulimwengu ujao. Mpe Roho wako Mtakatifu msikilizaji aweze kuelewa na kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba hivyo tukiamini Roho wako Mtakatifu atakuwa pamoja na sisi kupitia jina la Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Amina. Msikilizaji, katika siku hii ya leo tunajifunza, somo letu litakuwa katika kitabu cha Mathayo. Na katika kitabu hiki cha Mathayo kuna sura ile ya 10, sura ya 11 na vile vile katika sura ya 17 ndipo msingi mkubwa wa somo letu mahali ulipo. Katika sura hii ya 10 mstari wa kwanza ni wakati ambapo Yesu alikuwa anawapa maagizo wanafunzi wake. Mathayo 10 mstari wa kwanza anasema, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Ukiendelea mstari wa 2 kuendelea, anataja majina ya wanafunzi wale, lakini unapokwenda ukiruka ukifika katika mstari wa 8 katika kitabu hiki cha Mathayo sura ile ya 10 mstari wa 8 anasema, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Ni kitu gani ambacho ninachotaka tujifunze hapa? Ninataka kukueleza kwamba katika sehemu hii wanafunzi waliipata fursa ya kuagizwa na kupewa mamlaka ya kupambana na vitu viovu. Yaani yanatajwa magonjwa, yanatajwa mapepo, yanatajwa madhaifu ya kila aina, lakini mamlaka hii wanafunzi wa Yesu wanaipewa na Bwana Yesu mwenyewe moja kwa moja. Utakumbuka kwamba mara nyingi Yesu alikuwa akifanya haya mambo wakati wakiwa pamoja, yeye na wanafunzi wake. Sasa wanafunzi wake wanatazama vipi haya mambo yanakwenda. Pengine kuna muda walikuwa wanasema hivi, na sisi tutaweza kufanya kweli haya mambo kama jinsi ambavyo mwalimu wetu anavyofanya. Lakini katika hali tu ya kushangaza wanashangaa wakipewa mamlaka ya kwenda kufanya hivyo. Na katika sura ya 11 inasema, sura ya 11 mstari wa kwanza anasema, ikawa Yesu alipokwisha kuagiza wanafunzi wake 12, alitoka huko
huko kwenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Sasa hapa kunakuwa na departure, kunakuwa na kutawanyika, watu wanatawanyika hapa. Yesu anakwenda hivi. Biblia hapa haijatueleza kwamba alikwenda na wanafunzi wangapi au alikwenda kutafuta wanafunzi wengine, lakini wanafunzi wake ambao muda ule alikuwa nao walikuwa wamekwenda kufanya mambo ambayo walikuwa wamewaagiza. Mambo aliyokuwa amewaagiza ni kuponya wagonjwa, kufufua wafu na madhaifu ya kila aina, na kuhubiri habari njema ya wokovu kwamba ufalme wa Mungu unakaribia. Ukipata muda mzuri utasoma katika sura ile sura ya 10 vizuri, itakueleza mambo mengine mengi ambayo waliokuwa wamefundishwa na Yesu kwenda kuyafanya. Sasa baada ya hapa Yesu yeye anaondoka, anakwenda kuhubiri katika miji yao. Sasa ukiendelea kusoma utakuja kugundua kwamba wanafunzi wa Yesu walipokwenda walifanikiwa sana kufanya haya mambo. Walifanikiwa kuponya magonjwa, walifanikiwa kufanya mambo mengine mengi tu. Walifanikiwa kutoa madhaifu kwa watu mpaka wao wenyewe wakajiona sasa kwamba kweli sisi tumeiva. Yaani hapo ukimtazama Petro alivyokuwa anafanya, anasema hapa mimi nimeiva na mambo yamekuwa ni mazuri sana. Anafurahi sana kwamba wameweza kutoa mapepo, kuponya wagonjwa na kadhalika na kadhalika. Lakini msikilizaji, katika sura ile ya 17 mambo yanakwenda tofauti kidogo. Katika sura ya 17 mambo yanakwenda tofauti kidogo kwa wanafunzi wa Yesu. Biblia inasema, ukisoma katika sura ya 17 mstari wa 1 anasema, na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faraghani. Sasa hili ni somo lingine ambalo ningetamani tulipitie, lakini katika namna ya kipekee kutokana na muda wetu, naomba tutulie kidogo ili tumalizie somo la siku ya leo ambalo Roho wa Mungu alikuwa amenuia kwamba niweze kunena na nyinyi. Katika sura hii ya 17 mstari wa 13, 14 na kuendelea, Biblia inasema kwamba ukisoma mstari wa 14, mstari wa 14 anasema, nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, yani akamjia Bwana Yesu, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Unaona kitu fulani hapa? Yaani wanafunzi wa Yesu japokuwa walikuwa wamepewa ile kazi ya kwenda kuponya magonjwa ya kila aina, kufufua wafu na nguvu zote walikuwa wamepewa, lakini huyu mtu mmoja anakuja sasa anawashitaki. Ni kama anashitaki wanafunzi wa Yesu kwa Yesu mwenyewe. Anawaambia, jamani, mtoto wangu mimi ana matatizo, ana kifafa, anadondokea majini. Wengi wenu mnafahamu jinsi kifafa kinavyotesa. Kuna muda anaanguka majini, kuna muda anaanguka motoni na kadhalika na kadhalika. Lakini Rabi, nimewaletea wanafunzi wako kwa sababu niliwaona. Mtu huyu tayari alikuwa ameshawaona wanafunzi wa Yesu wakiwa wameponya magonjwa mbalimbali katika maeneo mbalimbali wakiwa peke yao bila Yesu. Sasa akaona sasa, kwa sababu ameona wanafunzi wa Yesu wakiwa wanaponya madhaifu mengine kwa watu wengine, akampeleka mwanae huyu ili aweze kupona na yeye kifafa chake. Lakini mara kadhaa Biblia inasema, yule mtu anasema, nimempeleka mwanangu mara kadhaa hapa kwa wanafunzi wako, lakini wameshindwa kumtibu, ameshindwa kupona. Sasa naomba umrehemu mwanangu kwa namna ya pekee sana. Sasa Biblia inasema katika mstari wa 17, Mathayo 17 mstari wa 17 anasema, Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana na ninyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Unaona sasa Yesu kuna namna sasa anakuja anafoka. Anasema, nitakaa na nyinyi mpaka lini? Kizazi kisichoamini. Nitakaa na nyinyi mpaka lini? Kwamba kila muda nyinyi wanafunzi wangu mnataka mimi kila muda nikae na nyinyi ili kwamba litakapotokea jambo mimi ndio nifanye?
Na nyinyi watu wengine kwa nini hamwamini? Kwa sababu mkiamini tu, hata wewe mwenyewe, sio lazima mtumishi wa Mungu, unaweza hata wewe mwenyewe ukamwombea mwanao akapona. Ninawafundisha kila siku. Nyinyi watu msioamini, mnataka nini nyinyi? Nitakaa na nyinyi mpaka lini? Hebu mleteni huku kwangu niwaonyeshe ya kwamba mkisha kuwa na imani mambo yote yanakwenda. Ndio maneno ambayo Yesu alikuwa anamjibu mtu yule. Na hatimaye Biblia inasema katika mstari wa 18, Yesu akamkemea pepo naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninataka kusema nini? Yesu anaponya, ameponya vizuri kabisa kwa sababu yeye anayo imani ndani yake. Sasa ukiendelea kusoma, anasema kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Kumbe kile kifafa ilikuwa ni pepo la kifafa. Ndilo ambalo lilikuwa linamsumbua mtu huyu. Lakini Yesu alipokemea lile pepo likatoka. Sasa wale wanafunzi wa Yesu wakaona, huyu mtu sisi mbona tulihangaika naye? Hili pepo tumehangaika nalo kila siku, lakini mbona haikuwezekana? Mwalimu, hebu tuambie, wewe una siri gani? Mstari wa 20 unasema, Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Lakini mstari wa 21 anasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, hapa ndipo mahali ambapo nilipokuwa nataka tumalizie somo letu. Tunakuja kuona kwamba kumbe kuna mambo ambayo hayawezi kutokea isipokuwa mpaka ufunge. Yani ufunge, usali, ndipo mambo yanatokea. Na hii ndio msingi ambapo watu wengine wote wanaishi katika mazingira ya kufunga. Na ndio maana hata sasa hivi kuna watu wengi sana wanafunga. Wakifunga wakiamini kwamba kuna mambo ambayo hayatatendeka mpaka ufunge na kusali. Unajua kuna wakati unaweza ukajikuta wewe ni mtumishi wa Mungu mwaminifu sana. Ukajikuta unatenda mambo mengi, unatoa zaka, unatoa sadaka, unafanya mambo mengi. Lakini kuna jambo lako kila ukiliombea unaona halitokei. Inawezekana na wewe sasa unatazama, mbona kwa watu wengine yanatokea? Lakini siri unakuwa hujaijua, kama wanafunzi wa Yesu jinsi ambavyo walivyokuwa hawaijui ile siri. Wakashangaa, mbona Yesu yeye ametoa, mpaka ikabidi wamuulize kwa faragha, vipi? Sisi tunapungua wapi? Yesu anawaambia ni imani. Na sio kwamba wanafunzi wa Yesu walikuwa hawana imani. No, walikuwa na imani, lakini walikuwa wamebakisha kitu kimoja. Ndicho hichi ambacho anakitaja katika mstari wa 21 wa sura ya Mathayo 17 sura ya 21 na sura ya 17 mstari wa 21 anaposema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Yani kuna mambo ambayo hayatatokea. Kuna mambo ambayo utaomba uombavyo, lakini kuna mambo ni magumu mpaka ufunge, usali, ndipo yanatokea. Kwa hiyo msingi wa kufunga na kusali hautokani na wanadamu, unatokana na Yesu mwenyewe anaposema, mimi ninayafahamu mapepo kwa sababu mimi ni muumbaji niliyeumba hao malaika wachafu waliotoka kule na kuja huku. Sasa ninafahamu kwamba kuna mengine yana nguvu sana. Kwa hivyo ili uweze kuyatoa hayo, ni lazima ufunge na kusali. Ewe mtu wa Mungu, imekupasa sasa kufunga na kusali, kwa sababu kuna mambo ambayo usipofanya hivyo hayatatokea. Kumbuka, si imani tu. Kina Petro na wanafunzi wengine wa Yesu walikuwa na imani, lakini lilikuwa limebaki swala moja, ili waweze kumtoa pepo yule, wafunge, wasali. Kuna mambo hayawezi kutokea kama hujafunga na kusali. Basi somo hili liweze kukutia nguvu, unaelesikia. Mungu akubariki sana, atutie nguvu tuweze kufahamu kanuni za maombi na kanuni za kuishi. Kanuni za kuishi kiroho, kwamba kuna mambo hayawezi kutokea kama hatujafunga na kusali. Basi kufikia hapo, Mungu awabariki sana, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.